Tumsifu Yesu Kristo. Mpendwa mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli yetu pendwa na ya nguvu kabisa ya Upashanaji Media. Bwana Yesu asifiwe. Asalamu alaikum. Karibu katika chaneli hii yetu pendwa, na nikushukuru sana kwa kuendelea kusubscribe na kubofya ama kubonyeza kilama cha kengele mbele ya neno subscribe, kulike, lakini pia kushare taarifa hii katika magrupu ama mitandao mingine ya kijamii, pamoja na kudondosha komenti yako kufuatia taarifa hii ya wanawake wa nguvu. Jeshi la mtu mmoja WAWATA, Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania teki, kuanzia tarehe 16 hadi 19 Juni 2025 limefanya kikao chake cha 109 kwenye makao yake makuu Kurasini, Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam, ambapo jumuiya ya wanawake wa Katoliki Tanzania WAWATA ilipata nafasi ya kukutana na kuzungumza na maaskofu Katoliki Tanzania ili kusikiliza vipaumbele vya kanisa Katoliki nchini Tanzania katika kipindi cha miaka 10 ijayo, ili viwasaidie WAWATA kuandaa mpango mkakati wa miaka 10 wa WAWATA. WAWATA imeainisha vipaumbele vyake, utekelezaji wa miradi mbalimbali pamoja na changamoto katika ulimwengu mamboleo mintarafu tunu msingi za maisha ya ndoa na familia, umuhimu wa kuwekeza zaidi kwa makatekista pamoja na kanisa kuendelea kutoa elimu ya ujenzi wa kanisa la kisinodi na kimisionari. Maaskofu Katoliki Tanzania wamewapongeza WAWATA kwa mchango wao mkubwa wa hali na mali katika maisha na utume wa makanisa mahalia, na wamewaomba wasaidie pia kufufua vyama na mashirika mengine ili yaweze kuchangia kikamilifu katika maisha na utume wa kanisa. Maaskofu wametoa mwaliko kwa WAWATA kujisadaka kwa ajili ya kutoa elimu ya dini mashuleni. Utangulizi kwa upande wa Mama Evalini Tenga Malisa, rais wa wanawake kanda ya Afrika, anasema kwa upendo wa Kristo tutumikie na kuwajibika. Tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya uhai na zawadi ya utumishi katika kanisa kupitia uongozi wa WAWATA. Tunawashukuru wachungaji wetu kwa kutupatia nafasi ya kukutana nanyi. Kwa namna ya pekee tunatoa shukurani kwa kanisa kupitia Baraza la Maaskofu kwa kuturuhusu sisi wanawake wa Katoliki kuishi wito wetu kama walei ndani ya kanisa kwa uhuru na heshima. Tunatambua kuwa utume wa walei si fadhila, bali ni wajibu wa kiroho unaozaliwa kutoka kwenye ubatizo na kipaimara. Hili lilielezwa kwa kina katika mtaguso mkuu wa pili wa Vatican, hasa katika hati ya Lumen Gentium na Apostolicam Actuositatem, kuwa waamini wale wanaitwa kushiriki katika maisha na utume wa kanisa kama washiriki hai wa mwili wa Kristo. Tunawashukuru kwa kutufungulia milango ya kushiriki kamilifu katika utume na maisha ya kanisa mahalia na taifa. Lengo hasa la kukutana nanyi wachungaji wetu ni kupata fursa ya kusikia kutoka kwenu ni nini vipaumbele vya kanisa kwa miaka 10 ijayo, ili vitusaidie kuandaa mpango mkakati wa miaka 10 wa WAWATA. Baadhi ya vipaumbele vya WAWATA kwa kipindi cha mwaka 2023 hadi mwaka 2026 ni kama vilivyoainishwa hapa chini. Pamoja na vipaumbele hivi, zipo changamoto ambazo tunapenda kuwashirikisha wachungaji wetu kwa kutambua WAWATA pekee yetu hatuwezi kuzitatua. Vipaumbele vya WAWATA kwa kipindi cha miaka mitatu 2023 na 2026. Mpango mkakati wa WAWATA mwaka 2023 na 2026 umejengwa juu ya kauli mbiu ya Umoja wa Wanawake wa Katoliki Duniani, World Union of Catholic Women Organizations, WUCO au WUCWO, inayosema wanawake wa Katoliki wajenzi stadi wa mafungamano ya udugu wa kibinadamu kwa amani ya ulimwengu. Vipaumbele ni pamoja na malezi ya familia kwa kuzingatia waraka wa Papa Francisco Amoris Laetitia. Kauli mbiu ya sikukuu ya somo wetu Mama Bikira Maria msaada wa Kristo kwa mwaka huu ni familia, saidia, ambatana
na kutia moyo. Family support, accompany, encourage. Utunzaji wa mazingira, uumbaji kupitia elimu na matendo ya kitume. Tunaendeleza kampeni ya ulinzi wa mazingira kwa misingi ya Laudato Si na kuwahusisha watoto, vijana na familia. Kwa sasa tunaendelea na kampeni ya kupanda matumaini, Planting Hope, inayomtaka kila mwanamke Mkatoliki kupanda miti miwili kila mwaka na kuitunza, kuendeleza mradi wa World Women Observatory wenye lengo la kupiga vita aina zote za nyanyaso, biashara haramu ya binadamu na viungo vyake, sanjari na mifumo yote ya utumwa mamboleo, hasa kwa makundi yaliyopo hatarini zaidi. Kwa sasa kazi kubwa ni kukuza mtandao, kutoa elimu na kufanya kazi na asasi za kiraia na mashirika ya kitawa ili kuweza kuwafikia watu wengi zaidi. Lengo ni kupaza sauti, kuwawezesha kubadili hali zao, uongozi wa kiroho na kijamii, kuwezesha wanawake na vijana kupitia safari ya kanisa la kisinodi, kusikilizana, kumsikiliza Roho Mtakatifu, kutafakari na kushiriki majukumu ya kiroho, kijumuiya na kijamii. Uraia na ushiriki wa demokrasia, kutoa elimu ya uraia na uongozi kwa kuwajengea uwezo wanawake kushiriki katika medani za kisiasa. Maendeleo endelevu ya kiuchumi ili kuwezesha WAWATA kujiendesha. Tuliazimia kufanya mambo mawili: kufufua kitega uchumi cha Ilala, kufungua microfinance ili kuwapatia WAWATA mikopo kama mitaji ya kuanzisha miradi majimboni. Utekelezaji. Kitega uchumi cha Ilala, tumeteua timu ya wataalamu ndani ya WAWATA kufanya tathmini ya kiwanja cha Ilala na jengo lililopo ili kushauri namna ya kufufua kitega uchumi hicho. Kufungua microfinance ya WAWATA. Baada ya kufanya tathmini ya kina na kwa kuzingatia malengo ya muda mrefu, badala ya kufungua microfinance, WAWATA imewekeza sehemu ya fedha kwenye hati fungani za Benki Kuu ya Tanzania BOT zenye thamani ya shilingi milioni 500 kwa riba ya 15% na senti 75, sawa na shilingi milioni 78,750,000 kila mwaka. Baada ya miaka 25, fedha hii itakuwa imezalisha shilingi bilioni 1,968,750,000. Fedha hii itatumika kuanzisha miradi yenye lengo la kuwakwamua WAWATA kiuchumi katika ngazi zote ili kuweza kuchangia kushiriki kikamilifu katika utume wao. Mafunzo au semina kwa viongozi wa halmashauri. Mwezi Disemba 2024, kwa kushirikiana na Baraza la Maaskofu, WAWATA iliandaa mafunzo kwa viongozi wote watano kutoka majimbo yote ambayo ilifadhiliwa kwa sehemu na misio na WAWATA Taifa. Lengo ni kuwajengea uwezo viongozi kuweza kutekeleza majukumu yao kwa weledi na ufanisi. Baadhi ya mada zilizofundishwa ni pamoja na kusikilizana katika roho, tunda la sinodi; conversion in spirit, namna ya kutembea pamoja kisinodi; uongozi katika kanisa, namna ya kuandaa mpango mkakati; kuendesha vikao, namna ya kutatua migogoro na wajibu wa kila mmoja; biashara haramu ya binadamu na viungo vyake, pamoja na mifumo ya utumwa mamboleo, kuwalinda walio katika mazingira hatarishi, safeguarding. Mafunzo haya yataendelea kutolewa kila baada ya uchaguzi. Miradi endelevu, kampeni ya kupanda matumaini kwa kupanda miti miwili kila mwaka, Planting Hope Campaign, kwa kipindi cha miaka miwili 2024 na 2025 na 2025 na 2026. Tunawahimiza wanawake wote kushiriki mradi huu katika ngazi na familia, parokia na jimbo. Kampeni ya mlo wa familia bila vifaa vya kielektroniki, device free family meal. Lengo la kampeni hii ni kuzihimiza familia kurejesha uhusiano wa kweli wa familia kwa uwepo, upendo na kuwa na muda wa pamoja, ambao wazazi wanawasikiliza watoto na watoto kusikiliza wazazi badala ya simu, TV na kadhalika.
majimbo yameendelea kutekeleza vipaumbele vilivyoainishwa kitaifa kulingana na mahitaji na hali halisi ya eneo mahalia. Changamoto katika ulimwengu mamboleo: kukosekana kwa katekesi endelevu kwa familia, malezi mengi yameachwa mikononi mwa vyombo vya habari, mitandao na shinikizo la jamii ya kisasa. Familia nyingi hazina msingi wa mafundisho endelevu ya imani Katoliki. Wanandoa wapya hawapati maandalizi ya kutosha kuhusu dhamana na wito wa ndoa ya Kikatoliki. Kukosekana kwa elimu ya dini shuleni: baadhi ya shule hazitoi mafundisho ya dini kwa sababu ya upungufu wa makatekista au walimu wa dini. Mapendekezo ya kutatua changamoto za malezi na makuzi: kuanzisha na kuimarisha vyuo vya makatekista. WAWATA inaomba ziwepo jitihada za kanda na majimbo kuwezesha uanzishaji na uimarishaji wa vyuo vya makatekista ili kupata watumishi walioandaliwa kutoa katekesi na elimu ya dini kwa wanafunzi wa komunio na kipaimara na kufundisha dini mashuleni. Kuboresha maslahi na maendeleo ya makatekista waliopo: waendeleza makatekista waliopo kuendana na kasi ya maendeleo mabadiliko ya sasa ambapo shule nyingi zinafundisha kwa lugha ya Kiingereza. Kuboresha maslahi ya makatekista na kuwapatia nyenzo za kuweza kutekeleza majukumu yao kikamilifu. Kuwatumia walimu wa Katoliki katika shule za serikali na binafsi. Walimu wa Kristo hasa wa Katoliki wajengewe uwezo na kupewa majukumu ya kufundisha dini mashuleni kwa kushirikiana na maparoko na WAWATA. Elimu ya sinodi: tunawaomba wachungaji kuendelea kutoa elimu kuhusu matunda ya sinodi ili kila mwana kanisa, walei na makrelo kuweza kushiriki kamilifu wito wao kama wabatizwa kadiri ya maandiko matakatifu. Kupitia ubatizo, wanawake na wanaume wana hadhi sawa kama washirika katika taifa la Mungu. Hata hivyo, baadhi ya makundi na hasa wanawake bado wanakumbana na vikwazo katika kutambuliwa kikamilifu kwa karama zao, wito wao na nafasi yao katika maeneo mbalimbali ya maisha na utume wa kanisa. Kwa niaba ya WAWATA, Mama Evarini Malisa Ntenga, mwenyekiti wa WAWATA Taifa, mwakilishi mwanamke kwenye baraza la viongozi wa kidini ya Afrika, dini kwa ajili ya amani SECAM, na rais wa wanawake wa Katoliki kanda ya Afrika, ameyazungumza hayo katika kikao cha WAWATA na mababa maaskofu. Na mpendwa mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli yetu pendwa na ya nguvu kabisa ya Upashanaji Media, ni imani yangu umeyafahamu mengi, mikakati na mambo mengi mazuri yanayofanywa na wanawake wa Katoliki Tanzania, Afrika na dunia kwa ujumla. Na ndio maana mwanzo kabisa nilipokuwa nikikukaribisha nimesema wanawake wa nguvu, kwa lugha nyingine malikia wa nguvu, kwa lugha nyingine ni jeshi la mtu mmoja. Bila mwanamke hakuna familia, hakuna jamii. Na mpendwa mtazamaji, ni kukumbusha umuhimu wa kusubscribe na kubofya ama kubonyeza alama ya kengele mbele ya neno subscribe. Lakini pia unaweza kulike au kushare taarifa hii katika magrupu ama mitandao mingine ya kijamii ili na wengine waweze kushirikishwa habari hii njema ya wanawake wa Katoliki. Lakini vile vile itakuwa ni vema na haki na maua yako mengi sana na kumwagia kwa kudondosha komenti yako kuwapongeza wanawake hawa wa Katoliki na mipango yao mikakati ya miaka 10 kwa ajili ya taifa la Mungu. Mimi sina ziada. Naitwa Uncle Tom Mpanji, mpashanaji wako. Asante na kwaheri.